Wapenzi watazamaji, Jacom amefika katika taifa letu la Kenya kutoka India. Baba ameweza kupokelewa na maelfu ya wananchi wa Kenya. Ni wakati mgumu ambao tunapitia sisi kama Wakenya kuweza kumpoteza kiongozi kama vile baba. Baba alikuwa anatutetea. Hatujui tutatoa wapi kiongozi mwingine mwenye atatutetea kama baba. Kipindi ambapo Raila Odinga aliwasilishwa katika uwanja wa kimataifa wa JKIA, ratiba ilikuwa imepangwa kwamba ataondolewa kwa ndege, apokelewe na Rais William Ruto, Uhuru Kenyatta na wageni wengine, kisha wanajeshi kuchukua usukani. Wanajeshi washughulike kwa sababu haya maziko ni ya kitaifa, kwa hivyo wanajeshi ndio wanashughulika. Lakini hilo halikuwezekana, mpenzi mtazamaji. Utakubaliana na mimi kwamba ilibidi wanajeshi wakamtorosha Raila kutoka uwanja wa ndege, wakapitia barabara nyingine, wakaelekea Lee, kwa wale ambao tunajua, waende kumuandaa ndiposa wampeleke parliament. Sasa hao mashabiki ambao mnaona wanatembea kwa barabara na wanajeshi, hawajaambiwa kwamba Raila ameenda Lee. Wapenzi watazamaji, kuna kitu ambacho tunataka tuweze kuangazia hapa. Jinsi ambavyo mamilioni ya wananchi wa Kenya waliweza kuingia katika uwanja wa ndege kumlaki Raila Odinga, licha kwamba maelfu ya maafisa wa ulinzi walikuwa wamewekwa katika uwanja wa ndege kuchunga. Unajua kosa ambalo walifanya ni kuwazuia mashabiki wa Raila kuingia uwanja wa ndege, lakini hilo hawakusikia. Walienda, in fact wakaenda mpaka penye ndege iko. They breached the security protocol, wakaenda mpaka penye ndege iko. Upendo ambao Raila alikuwa nao kutoka kwa mashabiki wake, hakuna mwenye atafikia. Nobody. Hakuna mwanasiasa, maybe in future, lakini kwa sasa hivi sioni mwanasiasa ambaye atakuwa na ushabiki ambao Raila Odinga alikuwa nao. Security ambayo ilikuwa imewekwa katika uwanja wa ndege, hawakufikiria kwamba they can be overwhelmed, yani wanaweza wakashindwa na mashabiki wa baba. Hawakuwa wamejiandaa kupokea maelfu ya wananchi ambao wanaenda kumlaki Raila Odinga. So walipoona kwamba wananchi wengi wamejitokeza, ilibidi security hii ikasonga nyuma, ikawaachilia wakapita, jinsi ambavyo umeona hapo. Unajua walikuwa wamewekwa katika entrance ya JKIA, wakasahau kuchunga entrance ya VVIP. Mashabiki wakapitia pale.
Kitu ambacho kilibidi Rais William Ruto, Uhuru Kenyatta na wanasiasa mashuhuri ambao walikuwa wanamlaki Raila Odinga kutoroka. What you don't know, mpenzi mtazamaji, walitoroka. President Ruto walitoroka. The carpet liners who were supposed to provide the guard of honor were shelved as President Ruto and Uhuru Kenyatta retreated back to the VVIP pavilion. Ilibidi Rais William Ruto kutoroka kutoka kwa umati na Uhuru Kenyatta wakaenda katika chumba cha wageni mashuhuri, mahala ambapo wanangojelea, maybe wanaketi wanapiga gumzo wakingojelea ndege. Sasa ilikuwa ni mahala ambapo walienda kupanga jinsi ambavyo siku itaendelea. Vile vile, wapenzi watazamaji, kama sasa hivi kipindi ambapo naangalia kwenye laptop yangu hapa ya studio, imagine bado msafara wa Odinga haujatoka, msafara ambao, yani msafara wa magari, wananchi ambao walienda kumlaki kutoka uwanja wa ndege, haujaweza kutoka hata JKIA. Lakini nilikuambia kwamba mwili ulitoroshwa ukapitia nyuma ukaenda Lee kwenda kuandaliwa. Hicho si kitendo kibaya, ni kitendo kizuri, kwa sababu walipiga hesabu hawa mashabiki wakienda nao mpaka Lee itaenda kukaa vigumu kwa wanajeshi kufanya mambo yao, kuingia Lee kumuandaa. So wakapita hivi kwanza waende kumuandaa, kwa sababu nikiangalia kompyuta zangu za studio naona picha ya maandalizi katika makavani ya Lee. Upendo ambao Raila Odinga alikuwa napendwa kutoka kwa mashabiki wake, hakuna mtu ambaye anaweza fikia. Leo ndio nimeweza kuamini kwamba baba amelala, kipindi ambapo nimeona ndege ikimwasilisha katika taifa letu la Kenya. Ndio nimeweza kuamini kwamba ukweli baba ameweza kulala. Lakini baba ameweza kutuacha mahala ambapo hatuwezi tukajinasua. Sikufichi, nitakueleza kwa kanda ijayo jinsi ambavyo msafara wa magari ambayo yanapaswa kumbeba Raila kutoka Lee kuelekea katika bunge la kitaifa, kwenye majengo ya bunge la kitaifa, unavyoenda polepole, watafika parliament saa 10. Kwa sababu, let me tell you the truth, watu ambao wanaamua ni mashabiki. Mashabiki ndio wanaamua kila ambacho wanataka kiweze kufanywa. Na nimeona wanaambia kikosi cha wanajeshi polepole, tuende polepole. Kwa sababu unajua serikali ilikuwa imepanga kwamba Raila atashukishwa, apokelewe na Rais William Ruto, kutoka hapo apelekwe Lee, kutoka hapo apelekwe majengo ya parliament. Sasa hivi ni mwendo wa saa 5:30. Inaelekea saa 5:30. Bado msafara haujaweza kung'oa nanga kutoka Lee. Na hivyo basi tena watamsindikiza kutoka Lee kwenda majengo ya parliament. Mimi naona kwamba serikali inapaswa kuweza kubadilisha mipango. Maybe wawaambie wananchi kwamba wengine wafuatilie kutoka kwa runinga, kwa sababu wakiendelea kusindikizana hivi kufika katika majengo ya bunge itakuwa saa 12 jioni. Na nielewa mpenzi mtazamaji, saa 12 ya jioni ndio watafika parliament, jinsi ambavyo wanaenda polepole hivi. Huu ni upendo ambao Raila Odinga alikuwa nao kutoka kwa wananchi, kwa sababu yeye ndiye alikuwa na watetea, kwa sababu wananchi alikuwa na waelewa, ama wananchi walikuwa na muelewa na yeye alikuwa naelewa wananchi.